Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi niende moja kwa moja katika ujumbe wetu wa leo, lakini kabla sijaendelea, jana tulikuwa na ujumbe wa neno la Mungu ambao tulikuwa tunaangalia upekee wa Yesu Kristo katika kuzaliwa kwake. Nikazungumza baadhi ya mambo makubwa na sababu kuu ambazo zilimfanya Yesu azaliwe kupitia Bikira Maria, ambayo nikasema jambo la kwanza ilikuwa ni ukombozi na jambo la pili ilikuwa ni upatanisho kwa wale wote ambao tulikuwa hatujapatana na mfalme Yesu. Basi kwa ajili ya kuzaliwa kwake akatupatanisha, akatuunganisha. Tulikuwa hatuwezi, hatufai tena machoni pa Mungu, lakini kupitia yeye Mungu akatuwezesha tukapata kibali mbele zake, na sasa ndiyo maana tunaitwa watoto na wana wa Mungu. Ndiyo maana tupo huru kwa ajili ya kuzitangaza fadhili zake, kwa ajili ya kutangaza matendo yake makuu. Nikasema ya kwamba asikudanganye mtu yoyote, hawezi kumwona Mungu kupitia njia ya mwanaye Yesu Kristo. Mungu wetu na baba yetu anaishi, hakuna mwingine anayeweza kusimama, maana yeye ni kiunganishi. Pasipo kiunganishi, maana Biblia inatuambia hakuna ambaye anaweza akasema anampenda Mungu bila kupitia njia ya mwanaye ambaye ni Yesu Kristo, na ambaye alizaliwa kwa ajili yetu sisi sote, bila kuchagua makabila, bila kuchagua dhehebu, bila kuchagua rangi wala dini yoyote. Yeye alikuja, alizaliwa kwa ajili ya watu wote wenye mwili. Nikasema Mungu wetu anatupenda sana, hakutaka tupotee, hakutaka tuangamie, hakutaka tubaki katika ile hali tuliyokuwa nayo. Alitengeneza hayo mazingira ya kumtuma mwanaye Yesu Kristo, ambaye alizaliwa kwa namna ya ajabu sana, ambaye hakuna mwanadamu yoyote ambaye amewahi kuzaliwa katika namna ile. Kumbe ndani ya lile kuzaliwa kule kulibeba kusudi la ajabu lisilokuwa la kawaida. Bwana asifiwe sana. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Haleluya, mteule wa Bwana. Tuko mahali hapa tunatangaza fadhili za Bwana, tunatangaza habari za mfalme Yesu, wala sio kwa ajili ya dini yoyote wala dhehebu lolote. Tunatangaza ukombozi, tunatangaza uzima, tunatangaza afya kwa watu wote walioumbwa kwa mfano na kwa sura yake. Bwana asifiwe sana. Na siku ya leo ni siku ya pili ya mkutano wetu ambao tutakwenda kuangalia upekee wa Yesu katika maisha yake wakati akiwa duniani hapa. Vitu gani alivyovitenda, vitu gani alivyovifanya, na hivyo vitu vimesababisha kitu gani kwenye maisha yetu, vimesababisha kitu gani kwenye maisha ya mwanadamu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninaposoma Biblia yangu katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 8 na ule mstari wa kwanza mpaka wa 3, na haya maandiko nayokwenda kusoma ni baada tu ya Yesu kuzaliwa, kukua kwa umri wake. Basi akaenda mlimani kujaribiwa na Ibilisi ili kujiandaa kwa ajili ya huduma iliyoko mbele yake, ili kupata nguvu, namna na uwezo wa kumwokoa na kumkomboa huyu mwanadamu. Biblia yangu inasema, naye aliposhuka kutoka mlimani, makutano mengi walimfuata, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia, akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa, akasema, nataka utakasika, na mara ukoma wake ukatakasika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo ndipo huduma ya Yesu Kristo ilianza kutenda kazi. Mungu alipotazama wanadamu wamejawa na mizigo mingi, wamejawa na mateso mengi, wamejawa na magonjwa mengi, hapa ndipo Yesu alipoanza operation ya ile kazi ambayo alitumwa na baba yake. Tazama, huyu mtu alikuwa anaumwa ukoma, anamwendea Yesu akasema, Bwana, tazama nina ukoma. Yesu akamgusa.
amejaa takataka nyingi. Ndio maana Yesu akasema alipomgusa akatakasika. Bwana Yesu asifiwe. Manake uchafu wote ukaondoka, akawa ni msafi, akastahili tena mbele za Mungu aliye hai. Nini ninachotaka nisimzungumze na wewe katika jioni ya leo, wewe unayenisikiliza mahali popote ulipo, inawezekana una ukoma wa ulevi, ila wewe haujatambua ya kwamba huo ulevi ni tatizo kwenye maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Waswahili wanasema mpumbavu ni mtu yule ambaye anajua kosa lakini hataki badiliko, na mjinga ni yule ambaye hajui kosa lake, lakini atakapoelekezwa anaachiliwa, mabadiliko yanatokea kwenye maisha yake. Wakati mwingine wewe umeendelea kujihesabia haki kwenye maisha yako, ukijiona wewe uko salama mahali popote unaposikia sauti hii, na unajihesabia haki kabisa ya kwamba mbona mimi ninasali sana, mbona mimi nina dini yangu, mbona mimi ninafanya shughuli zote za kimungu, lakini mbona bado umeshikiliwa na roho ya ulevi, unashikiliwa na roho ya uzinzi, umeshikiliwa na roho ya uchawi. Ni kweli kanisani unaenda, unaabudu, lakini mbona umelemewa na mambo ya ulevi? Manake bado haujatambua shida na tatizo lililoko ndani yako. Jioni ya leo nimekuja kukufungua ufahamu wako uweze kuelewa shida yako inayokulemea. Wewe umekuwa mtu wa kulewa majira yote, na kanisani haujawahi kukosa. Kila siku naingia kwenye malango ya kanisa. Nimekuletea mfalme Yesu ambaye amebeba uwezo wa kubadilisha maisha, amebeba nguvu ya msalaba inaweza ikaondoa kiu ya ulevi. Wakati mwingine kuna mwingine ananiambia ya kwamba mchungaji, ni kweli huwa natamani sana ningeacha kulewa, ningeacha uzinzi, ningeacha ukahaba, lakini ninashindwa. Acha nikwambie jioni ya leo, kuna mambo mengine yanahitaji kuamua kutoka ndani ya vilindi vya moyo wako. Ndipo unaweza ukaona uzima, ndipo Bwana atafanya operesheni ndani ya maisha yako, anakugeuza. Ni kweli unanyemelewa, lakini unapomkiri tu Bwana kuwa Mwokozi na mfalme wa maisha yako, hiyo hali inakuondoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa mahali fulani nikiwa nikishuhudia, nikakutana na mtu mmoja. Alikuwa ni mtu mkubwa sana katika dhehebu fulani au katika dini fulani. Tukaa tunamshuhudia, tunamwambia Yesu anakupenda, unatakiwa kugeuka kumpa Yesu maisha yako. Akatuambia, mchungaji, ni kweli moyo wangu huwa unatamani, lakini pia hata nafsi inanishuhudia ya kwamba hapa mahali nilipo sio sahihi, lakini kinachonipa shida, nitafanyaje na hili kundi linalonifuatilia nyuma? Nitawaambia nini? Ni kweli ninachokifanya hakina ukweli ndani yake, hakina nuru ndani yake, hakina mahali popote kinapoweza kunipeleka. Hata mimi najua, lakini shida hawa watu wanaonifuata, nitawapeleka wapi na nitawaambia nini? Haleluya, haleluya. Watu wengi wamekubali kuingizwa katika hali ya kudanganywa kwa sababu ya vile walivyo, wanajiona ya kwamba, je, mimi jinsi nilivyo maarufu, alafu leo hii niokoke nimpe Yesu maisha, jamii itanionaje? Nikwambie jioni ya leo, Bwana ameachilia neema kwenye maisha yako. Siku ile ya hukumu, hata huyo mtumishi ambaye anakuchunga amekupoteza, hawezi kukusaidia. Ile siku ya hukumu utasimama
wenye kutazama na waweze kuipokea na waweze kutembea naye na waweze kuikubali ili kuishi kwa ajili yayo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hao watu hawatakuwa pamoja na wewe, wala hawawezi kukusaidia na kitu chochote. Kinachomata kwako ni namna gani unatengeneza maisha ya baadaye. Unaamua kwenda kuzimu au unaamua kwenda kwenye uzima wa milele? Ipo majibu mawili tu. Wewe mwenyewe ukiamua unaweza ukaingia kwenye ufalme wa Mungu. Kuna mtu mwingine anasema, mchungaji, nawezaje kuokoka wakati maisha yangu nayoishi ninaishi maisha ya kuiba kwa ajili ya kuwezeshwa na waganga? Hata nikwambie, kwa Yesu ukimpokea hatafanyika mlinzi. Kuna vitu haujavijua, ndio maana moyo wako unasita, ndio maana unajiuliza, mume wangu ataniambia nini? Mke wangu ataniambia nini? Yupo jibu la mambo yote, lipo jibu la mambo yote, lipo jibu la mambo yote, lipo jibu la mambo yote unayapitia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mwenye ukoma akatambua shida yake. Lakini wapo watu leo hii hata wanaposikia injili hawana utayari. Wamekuwa kama mtu mpumbavu ambaye hana utayari ndani ya moyo wake wa kutaka kuelewa, wa kutaka kujua kweli, wa kutaka kujua mambo ya ufalme ujao. Wamekuwa kama watu wapumbavu ambao hana utayari wa kutaka kupokea ukweli. Ndio anaujua, lakini anajaribu kujivajiji, anajaribu kujifariji mwenyewe ndani ya nafsi yake. Ni maana yake ameufunga moyo, amekamata moyo wake, anasema mwezi kuniambia chochote. Bwana asifiwe. Haleluya. Anaheri mtu yule anayetambua kosa lake. Ni kweli unasingizia, umejificha kwenye kichaka cha dhehebu, kwenye kichaka cha dini, lakini matendo hayafanani na ile dini unayosali. Maana ndani yako kumejaa uovu, kumejaa mambo makubwa mazito ya ajabu, lakini bado umeendelea kung'ang'ana kukumbatia ili wasikuguse, na unasimamia hicho kama kichaka cha kukuweza kukuhifadhi ili usiguswe na mtu yoyote. Ninapoendelea kusoma Biblia yangu kwenye ule mstari wa 16, Biblia inasema aliutwaa udhaifu wetu na magonjwa yetu. Manake Mungu wetu kwa namna alivyokuwa na upendo usio wa kawaida, hapendi mtu aumwe wala hapendi mtu ateseke. Ule udhaifu ambao unauona, ule udhaifu ambao unaupitia, ilikuwa sio kusudi la Mungu. Ndio maana unaona kila unapotaka kujaribu kufanya biashara yoyote, lazima umtafute mganga yuko wapi ili aweze kuzindika kwenye hiyo biashara yako. Bwana asifiwe. Huo ni udhaifu ambao ulionao, lakini jioni ya leo anasema alikuja kutwaa udhaifu wetu wote ili aweze kutusaidia. Ni kweli wewe pasipo Mungu hauwezi. Ndio maana unasimamia hirizi, ndio maana unasimamia majini, ndio maana unasimamia mapepo, maana wewe mwenyewe hauna ujasiri. Unapolala usiku lazima uweke vitu vinavyoweza kukulinda. Kwa nini? Kwa sababu hauna ujasiri. Lakini laiti ungekuwa na ujasiri, usingeweza kufanya hayo yote. Ninachokushauri jioni ya leo, mpokee Yesu kwenye maisha yako. Hautatapatapa, hautahangaika, hautafanya vitu vya ziada, hautafanya mbadala unaoweza kutesa maisha yako. Vingine vimekuwa ni mzigo, vimekulemea, vinakutesa. Haleluya, haleluya. Vinakutesa, vinakuhangaisha, vimekuwa
ukiwa ni mzigo, hauwezi kufanya kitu chochote kikasimama mbele yako bila kuwa na ulinzi wa hizo hirizi, bila kuwa na ulinzi wa vitu vyovyote, dawa ya aina yoyote. Bwana pewe sifa. Haleluya. Juzi kati nikawa napita kwenye mitaa fulani, nikakutana na mtu mmoja, nikakuta mtu mmoja amepaki gari lake mahali fulani. Nikiangalia, nikilinganisha pale mahali alipokuwa amepaki gari afu na design ya gari ilivyo, nikasema ni kweli tunamhitaji Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukikosa ufahamu, ukikosa akili, ukikosa nguvu ya Mungu, lazima utapelekeshwa tu. Unakuwa na mahali nyingi lakini hazina amani ndani yake. Unakuwa na vitu vingi lakini hauna amani navyo. Amepaki gari lake kwa mganga, alafu ukilinganisha gari lilivyo na ile nyumba ya mganga, vitu viwili tofauti. Je, kama huyo mganga ana uwezo wa kukusaidia, anawezaje kushindwa kuitengeneza nyumba yake ikawa katika usalama mzuri kupitia hizo dawa unazopewa wewe? Haleluya, haleluya, haleluya. Unapewa dawa, unaambiwa unakwenda kuwa tajiri mkubwa. Je, yeye mganga hapendi kukaa kwenye huo msauzi? Haleluya. Ni mambo ya kufikirika. Unatakiwa utafakari. Yeye mwenyewe anahitaji kukaa na kuwa na maisha mazuri, maisha yenye ubora, yenye standard nzuri, ndio maana anakutapeli. Lakini kwa sababu ya kukosa ufahamu na macho yamefungwa, Biblia inasema macho yakifungwa mwili mzima unakuwa na giza, na hilo giza sio giza la kawaida. Nila kufungua macho jioni ya leo. Hebu jaribu kugeuka, hebu jaribu kufikiria, hebu jaribu kutazama. Bwana ameleta nuru kwenye mji wako ili uweze kugeuka, ili uweze kupona, ili uweze kuwa na nuru kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka nione mtakatifu mmoja ambaye anapiga kelele na vigeregere akisema, akimshangilia Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Watu wamechoka sana. Naomba upunge mkono wako juu namna hii, ukimchapia Yesu makofi na vigeregere kama unaelewa. Haleluya. Yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Haleluya. Ni kweli una maisha mazuri, lakini bado upo ukoma unaonyemelea maisha yako, njia zako, nyenendo yako, kila hauna amani kwenye maisha yako. Umeketi ni kweli kwenye jumba kubwa, lakini haulali humo ndani, haulali kwenye kitanda, unalala chini. Hayo si ni mateso? Laiti ungemjua Mungu, laiti ungejua hizi siri za ufalme, ungemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili maisha yako yaweze kuwa salama. Bwana asifiwe sana. Hayo ni matendo makuu ya Yesu Kristo aliyokuwa akiyafanya alipokuwepo duniani. Ni maisha ambayo alikuja kwa ajili ya hayo. Wakati mwingine haujajua ya kwamba kuna msaada ambao unaweza ukakusaidia, ambao unaweza ukakuondoa katika hayo mateso unayoyapitia, katika hivyo vifungo unavyovipitia. Wewe umekaa ukiambiwa ya kwamba msaada wa mwisho ni mganga. Wamekudanganya vya kutosha. Na sasa yuko Yesu wa Nazareti, na sasa yuko mfalme wa wafalme, anayeweza kukusaidia, anayeweza kukuponya, anayeweza kukuinua. Ninapoendelea kusoma Biblia yangu inaniambia huyu Yesu akiwa katika harakati za maisha ya kukamilisha ile shughuli ya Baba aliyoiletiwa katika dunia, katika ulimwengu huu, kumkomboa mwanadamu. Nikasikia ya kwamba kukaja Zoruba alipokuwa akivuka katika ile bahari. Zoruba ikashuka, Zoruba
mawimbi yalipokuwa yakivuma upande wa kushoto na kulia, Yesu akatokea akasema, msiogope. Akasimamisha ile dhoruba, akasimamisha yale mawimbi na akawa salama. Sikiliza, yapo mawimbi unayopitia kwenye maisha yako. Ndoa yako imejaa misukosuko mingi, maisha yako hayaeleweki. Kila ukijaribu kufanya biashara ziende, kila ukijaribu kufanya hivi haviende. Watoto wako shuleni hawaelewi. Hizo ni dhoruba za maisha, hizo ni dhoruba ambazo zinakuyumbisha kwenye maisha yako ya kila siku. Jioni ya leo yuko Yesu, yuko Yesu. Mtuliza dhoruba, mtuliza mawimbi, mtuliza upepo, mtuliza bahari. Yuko mahali hapa kwa ajili ya kutuliza ndoa yako, kwa ajili ya kutuliza watoto, kwa ajili ya kutuliza mume wako. Umehangaika vya kutosha mpaka mganga kupa dawa ya kwamba ukamwekee kwenye mboga au kwenye chakula, lakini ndio kwanza mume wako anazidi kuchanganyikiwa, anazidi kuwa na nyumba nyingi, anazidi kuwa na michepuko. Yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu. Mtuliza dhoruba na mawimbi. Haleluya, haleluya. Anatuliza dhoruba, anatuliza mawimbi, anatuliza upepo kwenye maisha yako. Kila utakalolifanya litachanua, kila utakalolifanya litakuwa na manufaa. Haleluya, Bwana apewe sifa. Amen. Kama unanielewa, mshangilie Bwana. Yutamtuliza dhoruba. Ninaposoma Biblia yangu ninaona kuna mtu mmoja, unaweza ukajiona kwamba mbona mimi nimekamilika kwenye maeneo yote, sioni shida, sioni tabu, sioni mahangaiko ya kila aina, mambo yote yamekaa sawa. Lakini jioni ya leo nikwambie, walikuweko matajiri wengi. Hata Biblia imeandika, Biblia inasema alikuweko tajiri mmoja ambaye alikuwa amekamilika katika maeneo yote, lakini alitumia vitu vyake kwa anasa. Alitazama, aliona ni kama hakuna maisha mengine ila yale tu ndio yalikuwa maisha yake ya mwisho. Akawadharau na wale maskini wakina Lazaro, lakini siku ya mwisho ikatokea yule tajiri alipofariki akaenda kuzimu, akatamani kuona hata Lazaro amletee tone la maji amwekee kwenye ulimi wake. Unapoteza muda, mtumishi wa Bwana. Mahali popote unaposikia sauti hii, neema ya Bwana ingaliko, neema ya Bwana ingaliko. Hebu salimisha maisha yako, mpokee Yesu leo ili uweze kuwa salama kwenye biashara zako. Hauwezi kuvuka, hauwezi kutoka, hauwezi kuinuliwa. Ni kweli unafarijiwa kwa muda mfupi, lakini mwisho wake ni mauti ya milele, lakini mwisho wake hakuna uzima. Yuko Yesu anayeweza kuachilia uzima na amani kwa wanadamu wanaomkimbilia. Hebu mkimbilie Bwana majeshi, hebu mkimbilie mfalme wa wafalme, ili aweze kukusaidia, ili aweze kukuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yesu anaweza, Yesu anatosha. Hapana mwingine aliye kama yeye. Unaweza ukaona kama tunavyovizungumza tunapoteza muda, lakini haujajua siri iliyoko katika ufalme wa Mungu. Haujajua siri iliyoko. Yesu anatawala, Yesu anaweza, Yesu anaponya. Hakuna mizimu inaweza ikasimama, hakuna wachawi, hakuna uganga juu ya Israeli. Yeye akisimama, yeye akisema ndio, hakuna anayeweza kupinga. Yeye atakaposimama kwenye maisha yako, hakuna jambo litakaloharibika. Mkiri tu Yesu jioni ya leo, mwambie tu Bwana, nakuhitaji, natamani utengeneze maisha yangu, natamani kukaa na wewe, nimechoka kupita katika hii giza nene. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya. Hata wao unawapelekea vitu, wanatamani na wenyewe
wapate kula. Unatapeliwa ni kwa sababu ya kukosa maarifa, ni kwa sababu ya kukosa ufahamu. Lakini pale akili yako itakapofunguka, macho yako yakapotiwa nuru, utajikuta unakuwa na nuru kweli kweli, hafu mambo yote yanakuwa salama. Hebu mkimbilie Bwana jioni leo, hebu kiri jina lake kwenye maisha yako, hebu mwambie Bwana, nimechoka. Lazima usalimishe tu, ukiri wako ndio utakao kuweka salama. Ni kweli unapotazama katika hali ya nje ni kama maisha yamenyoka, kwa sababu unazo nguvu, kwa sababu unao uwezo. Lakini je, Yesu Kristo akisimama leo akasema natamani kuwazima ile roho yangu kwa muda mfupi, hayo maisha unayoyaona hautaweza tena, hautaweza tena, hautaweza tena. Hebu mpe Yesu maisha yako, mpokee Yesu leo ili aweze kukugeuza. Mpokee mfalme wa wafalme. Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Anakuita kwa upole, anapiga hodi kwenye moyo wako. Wakati mwingine hata unaposikia neno unapuzia, unaona kama ni upumbavu, ni kama ni kupoteza wakati. Acha nikwambie jioni ya leo, hata wale wasomi ambao akili zimekaa sawa kwenye ufahamu wao, wamemkimbilia Yesu, wamemkimbilia Yesu. Hata wale wenye fedha wanamtaka Yesu. Sulemani ananiambia mali bila hekima na kuwa maarifa ni sawa na kazi bure. Lakini Bwana akiwa pamoja na wewe anasema kuwa tajiri bila Yesu ni bure. Hata ukiwa na mali nyingi, hata ukiwa na elimu kubwa, hata ukiwa namna gani, hauna shida yoyote ni kweli ya kiuchumi, ya vitu vyote kwenye dunia hii. Wakati mwingine unalindwa hata pande zote, mashariki, magharibi, hata kusini. Yuko Yesu peke yake anayeweza kukuachilia ulinzi kwenye maisha yako ili uweze kuwa salama. Watakulinda ndio, lakini hawezi kulinda roho yako, lakini hawezi kulinda ile moyo, lakini hawezi kulinda. Anayelinda moyo wako ni Yesu wa Nazareti. Ndiyo peke yake aliachilia ulinzi kwenye moyo wako, kwenye moyo wako. Ndiye anayelinda moyo wako usiku na mchana. Ndiyo unayetakiwa kumpokea ili akuweke salama. Umesema nina majeshi pande zote, unasema nimelindwa na ilizi. Sikiliza, ilizi ina expire, lakini Yesu hajawahi ku expire. Unaweza ukatafakari, unaweza ukafikiria tangu alipozaliwa hata sasa jina lake linatajwa, hata sasa mapepo yanatoka, mizimu inataruki, wachawi wanatoroka, maana ndani yake ipo nguvu iletayo ukombozi, iletayo badiliko, iletayo uzima, iletayo afya, iletayo amani. Amani ya kweli inapatikana kwa Yesu. Amani ya kweli inapatikana kwa Yesu. Upendo wa kweli unapatikana kwa Yesu. Haleluya. Kila hitaji la maisha linapatikana kwa mfalme Yesu. Hacha kudanganyika, hacha kutatarika, hacha kuhangaika na vitu visivyokuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Unapotuona tunasimama na kuzungumza habari zake, ni kwa sababu alikotutoa ni mbali. Hata sasa tunasema yeye ni Ebeneza. Tulikuwa kwenye mashimo mazito, tulikuwa kwenye giza nene, tulikuwa watu ambao hawana sura. Tunapoenda ni kama tunarudi nyuma, lakini Bwana akatugeuza, akatuletea ile sura ya mzaliwa wa kwanza katika ufalme wake. Akatuletea sura ya mzaliwa wa kwanza. Hakuna mtu aliyenielewa. Akatuletea sura ya mzaliwa wa kwanza. Ndio maana tunatamba, tunaposimama mbele yake, hatuoni haya kutangaza Injili, hatuoni haya kutangaza matendo yake. Pokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha kufunga moyo wako, acha kusita sita. Ondoa na hilo giza lina
uhai wako. Haleluya, 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 haleluya. Kuna mtu naye anajiuliza, anasema hao walokole nao wanasemaje hapo? Tunasema habari za Yesu. Unaweza ukawa unajiuliza moyoni mwako, hao walokole nao wanasema nini hapo? Ninatangaza habari za mfalme Yesu. Ukimpokea Yesu utakuwa salama. Majini hayatoshi pekee kwa ajili ya kukulinda. Ninavyosema ya kwamba unajistukia mwenyewe mpaka unahitaji msaada wa kuongeza majini ili yaweze kukusaidia kwenye zile ibada zako. Wewe mwenyewe unakiri kwa kinywa chako ya kwamba bado sijatoshelezwa. Hata mimi ninaungana na wewe, bado umepungukiwa, umesaliwa na kitu kimoja kinachoitwa Yesu kwenye maisha yako, ili uweze kukamilika, ili uweze kuwa mtu mzima, ili kuwa wewe mwenye akili timamu. Lazima mpokee Yesu, lazima mpokee Yesu. Kama kufa kwako ni lazima, hata wokovu ni lazima. Haleluya, haleluya. Kama utakufa, kama kuna wakati pumzi itakata, basi hata wokovu kwako ni lazima. Maana liko jina moja tu, maana yuko Yesu peke yake, aliyeacha enzi, aliyeacha mamlaka, aliyeacha vyote, akashuka duniani ya kwamba anakuja kutukomboa. Wakajaribu kutengeneza miungu ya ziada, wakaipa na majina yao, wakasema tutaisujudu mara 3 kwa siku. Sikiliza, ni kupoteza wakati na kujaa upumbavu kwenye ufahamu. Hebu mpe maisha yako Yesu, hebu mpe maisha yako Yesu. Hiyo mizimu haitakusaidia, hiyo mizimu itakufa tu, hiyo mizimu ina mwisho. Lakini yuko Yesu ambaye atadumu milele, anadumu milele. Hata ukiziba masikio, hata kwa taarifa ya habari utasikia neno la Bwana. Hata utakaposema anapiga kelele, lakini bado injili itapenya moyoni, ili tu siku ile ya mwisho usije ukajitetea ya kwamba sikusikia wala sikuwahi kusikia. Na si kama watumishi wa Bwana tunasimama kwa nafasi zetu kama tulivyoagizwa, tunakupenyezea hivyo hivyo. Hata kama utaki, sikia sauti ya Bwana ili umpe Yesu maisha yako. Maana nakutamkia upendo wa Yesu hauna mipaka, hauna mipaka. Anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Hebu jaribu kubadilisha hilo jina ili Bwana aweke kitu kipya kwenye maisha yako kitakacholeta utukufu katika ufalme wa Mungu, kitakachokufanya wewe uwe salama kwenye maisha yako. Umekuwa mtu wa kushinda, umekuwa mtu wa kuwa mchawi, umepatwa na magonjwa kwa muda mrefu, lakini tunapokuambia njoo kwa Yesu unasema nawezaje kuiacha dini yako? Sikiliza, iko dini moja kuu ya wokovu, iko dini moja tu ambayo ni kuu kuliko dini zote, inaitwa neema ya wokovu. Hakuna dini yoyote itakayosaidia mtu kuipenyeza katika ufalme wa Mungu, lakini iko dini moja iliyobeba utakatifu, iliyobeba nguvu ya Bwana, inayoweza kutusafirisha na kufika katika patakatifu pa patakatifu. Nayo ni neema ya wokovu, inaweza ikakusaidia. Huyo mwenyewe unayemwogopa, naye amejaa chungu la matatizo, naye ana kibarua chake cha kwenda kujibia katika ile siku ya hukumu. Maana na yeye anakuja, anakusalisha, lakini anaporudi anafanya kama kawaida, ila kwa kutokuonekana na watu wengine. Ninakushauri tu kwa ushauri mzuri kabisa, tena wa upendo uliojaa machungu ndani yake, njoo kwa Yesu mpendwa. Umaarufu hautakusaidia. Ni kweli unajulikana kwa mitaa yote, kwa mji mzima unajulikana, Masandala yote unajulikana, Digidigi nzima. Unaanza kujiuliza, je, wakiona mimi nimeokoka watanionaje? Hao watakusaidia, hawawezi kukusaidia, hawana mbingu ya kukupeleka.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Hiyo ndio kazi ya Yesu aliyokuja kuifanya duniani. Aliponya watu wengi, alikuja kuondoa mateso kwenye maisha yao ili waweze kuwa huru. Alikuja kutangaza wokovu, alikuja kuwafanya waliolemewa na kusetwa na dhambi zao wawekwe huru. Ndio maana hata sasa nimesimama jioni ya leo kama Yesu alivyokuja, na mimi ninasimama na kuungana na maneno yake ya kwamba njoo kwa Yesu. Hata wewe ni miongoni, bado anatenda kazi na bado anafanya kazi, bado anaokoa, bado anafufua, bado watu wanatembea. Itakapokuja kwake hata kuweka huru, hata kuokoa na kila mateso na adha zote za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama unanielewa, mpigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Na huku ukisimama kwa miguu yako, ukisogea taratibu kwenye madhabahu yake, nataka niombe kama Yesu alivyokuja kwa ajili ya kuondoa magonjwa, mateso. Sogea tu mbele tukamwite Yesu. Kuna watu wamekuja wanaumwa, wana shida mbalimbali. Wengine wako huko nyumbani wanaonisikia kupitia sauti hii. Ukiwa huko mahali popote, uko dukani, uko mahali popote, takwenda kukuombea ili Mungu, maana Mungu wetu hana mipaka, ana uwezo wa kufika mahali popote. Hata ukiwa kitandani, nguvu za Mungu hazina mipaka, zitakwenda kukuponya huko huko uliko. Sogea tu mbele, mtumishi wa Mungu. Amina. Ukiwa umesogea mbele, inua mikono yako juu na kamwita Bwana kwa ajili yako. Najua yapo mambo mengi uliyopitia, unatamani Mungu akuvushe. Upo ugonjwa uliokutesa kwa muda mrefu, unatamani Mungu akuonekanie, umemwita kwa muda mrefu. Lakini leo ni siku ya mwisho, hautapata tena huo ugonjwa, utakuwa maisha kwa maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na hai, wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka. Wewe ni Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali, Mungu unayetuwazia mema. Hakuna mtu yoyote ambaye amewahi kukukimbilia ukamwacha kama alivyo. Tazama hata kundi hili na kusanyiko hili liko mahali hapa, wameinua mikono yao juu. Ni ishara za kuamini ya kwamba wewe ni Ebeneza kwenye maisha yao. Hakuna Mungu mwingine awezaye ila ni wewe peke yako, Mungu mwenye nguvu. Tazama miongoni mwao, Bwana, wapo walio na magonjwa, wapo walio na mahitaji mbalimbali. Wanatamani Bwana ukapate kuwagusa jioni ya leo. Wengine wana dhoruba za ndoa, wengine wanapitia mambo magumu ambayo Bwana fahamu zao zimeshindwa. Kuna mwingine Bwana ameenda hospitalini wakamwambia ugonjwa huu hauwezekani. Hata yule ambaye yuko kitandani, ninatuma ule mkono wako wa uponyaji, ninatuma ile nguvu yako Bwana ikapate kumgusa mahali popote halipo, hata akiwa dukani, hata akiwa kazini, hata akiwa shambani. Baba, ninaomba kutana Bwana na mahitaji yao, kutana na vilio vyao, kutana na mateso yao, kutana na shida zao. Bwana, usisahau moyo wake Yesu, ukaendelee Bwana mfalme mwema kuachilia amani ndani ya moyo wake. Wapo wengine Bwana hawana amani kwenye maisha yao, wanahangaika Jehova usiku na mchana, hawezi kuona ni wapi watapata majibu, lakini majibu ya kweli yanapatikana kwako. Naomba Bwana uwaguse, naomba Bwana uwatetee, naomba Bwana uwaponye. Bwana ukafanyike kuwa majibu jioni ya leo Bwana, na mwenye mtumishi wako aliyenyosha mkono huu Baba, ninaomba Baba, naomba nguvu yako Bwana, nguvu yako Jehova ikamguse kama alivyomgusa ile mkoma, kama alivyomgusa ile mkoma jioni ya leo Bwana. Tuko mahali hapa tunakuhitaji Bwana, ukaendelee kutugusa kwa namna nyingine na kwa jinsi ya ajabu, jinsi sio ya kawaida Bwana. Tunakutumainia wewe, hapana
mwingine zaidi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kama unahitaji maombi, naomba usogee mbele tuweze kuomba pamoja. Una shida yoyote, unatamani kuombewa, naomba uje mbele tuweze kuomba kwa pamoja. Unaumwa, unasumbuliwa, usiku haulali, unasikia unafukuzwa na mapepo na wachawi, naomba upite mbele tuweze kuomba na wewe. Watumishi wa Mungu wako mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tazama Mungu, na mwinua mtoto huyu mkononi mwako. Ninauliza uzima, nauliza afya njema kila mahali popote kwenye udhaifu. Bwana, ninakwenda kutangaza afya kwa jina la Yesu. Ninavunja kila roho na mamlaka zote za dunia zinazoinuka na kusimama kwa ajili ya kushambulia maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Kama Bwana ulivyokwenda kuwaponya watumishi wako waliokuwa wanasumbuliwa, hata sasa Mungu, ninaalika uponyaji wako ukapate kumgusa mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nikiomba na kushukuru kiamini.